Mhashamu Baba Askofu wa Baraza la Maaskofu Tanzania, Mhashamu Baba Askofu Mkuu Angelo Akatino, balozi wa Vatican hapa nchini, Hari askofu mpya wa jimbo la Iringa na mshangwela wetu wa siku ya leo, Mhashamu Baba Tarasius Ngalemkumtwa, askofu Mhashamu Mwadhama Polycarp Cardinal Pengo, stafu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, Washamu maaskofu wakuu, maaskofu wote, Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, waziri wa nchi ofisi ya Rais, makamu wa waziri mkuu, anashughulika na sera, na waheshimiwa wakuu wa mikoa wengine wote mlioko hapa, waheshimiwa manaibu waziri wote mlioungana pamoja nasi, naomba kutambua uwepo wa Mheshimiwa Kosa Tuchumi, waziri wa mambo ya nje, Mheshimiwa Zainab Katimba, naibu waziri ofisi ya Rais TAMISEMI, pamoja na Mheshimiwa David Kihinzire, naibu waziri wa uchukuzi. Waheshimiwa wakuu wa wilaya wote mlioko hapa mkiongozwa na mwenyeji wetu Mheshimiwa Harry James, mkuu wa wilaya ya Iringa, viongozi wa CCM wa mkoa, waheshimiwa wabunge wote wa mkoa wa Iringa na wale mliotoka nje ya Iringa, ukiongozwa na mbunge mwenyeji Mheshimiwa Jessica Msambatavangu, mbunge wa Iringa mjini, watendaji wakuu wa serikali wote na taasisi, mtambue uwepo wa balozi Rajab Ruhavi, mshauri wa rais masuala ya kisiasa, na viongozi wengine wote waandamizi, waumini wote wa kanisa Katoliki na wote tuliohudhuria hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Jamani, tumsifu Yesu. Kamwene. Uwepo wa Padri Dr. Charles Kitima, katibu wa Baraza la Maaskofu, waheshimiwa mabate, mapadri na watawa wote, viongozi wa dini na viongozi wote mlioko hapa, waheshimiwa sana wapendwa wazazi wa Baba Askofu shangwela wetu Romanus Mihali mlioko hapa, na naomba pia niutambue uwepo wa waandishi wa habari, waendeshaji wa shughuli ya leo, ma-MC wetu wote. Ndugu zangu, nilivyoitwa hapa kuzungumza, kwanza niliona kama mengi yamezungumzwa na waliotangulia kuzungumza kabla yangu wameyasema kwa ufundi mkubwa. Hofu yangu mimi ni kuyaharibu yale yaliyosemwa na walionitangulia. Lakini kwa sababu leo ni siku ya furaha kubwa ambapo sisi wote tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliye mwingi wa rehema kwa kutupa zawadi nyingine ya kutupa kiongozi mpya kwenye jimbo letu la Iringa. Naomba nianze kwa kumpongeza sana Askofu Romanus Selamu Mihali kwa kuteuliwa na Baba Mtakatifu na hatimaye kuwekwa wakfu na kusimikwa leo kuwa askofu wa 5 wa jimbo la Iringa. Baba, hongera sana, tunakupongeza sana. Mhashamu Baba Askofu, kama unavyofahamu, mlimwalika Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili aje kuungana pamoja nawe kwenye tukio hili muhimu. Lakini kama ilivyo mipango si matumizi, Mheshimiwa Rais alitamani kuja kuungana na ninyi, lakini kutokana na majukumu mengine ameshindwa kuja, na hivyo amenituma mimi nimwakilishe hapa. Mheshimiwa Baba Askofu, ukitumwa husemi mengi, ukisema mengi kesho hutumwi tena. Nina wasiwasi nisije nikaharibu nafasi ya kutumwa. Na ndugu zangu waumini wenzangu, kutumwa kuzuri. Unaona umekaa hapo kwa niaba ya Mheshimiwa Rais na wewe kidogo kidogo unapokea baraka hizo. Kwa ningependa niendelee kutumwa, na ili niendelee kutumwa, wajibu nilionao hapa ni kuzungumza kwa kweli yale niliyotumwa. Lakini kwa sababu na mimi ni mtu mzima, nimeona ratiba, nimeona matukio, kwani kuna dhambi gani na mimi nikitema ka comment kangu kwa yale niliyoyaona? Mhashamu Baba Askofu, shughuli ya leo imefana. Mnyonge mnyongeni haki yake mpeni,
Shughuli ya leo imefana. Ukitumwa leo utafuta asiyependeza, hata akikupa mtu milioni atarudi nayo. Kila mmoja aliyeko hapa amependeza. Nilikuwa naangalia kwaya wakati wanaimba, hawachoki. Mashamba Baba Askofu mshangura wetu, yule kwaya master aliyekuwa anaimbisha pale, ule wimbo wa haleluya, 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 anawapandisha mpaka nikaona wamama wale wanajaribu kunyanyuka. Moyoni nikawa nasema, kwaya master, taratibu, usituumizie watu. Kwa kweli shughuli imependeza, kwa kweli hongereni sana na Mungu awabariki sana sana sana. Mashamba Baba Askofu, Mheshimiwa Rais anakupongeza sana sana kwa kufikia daraja hili leo. Ameniambia nikwambie kuwa yote uliyoyapata ni baraka kutoka kwa Mungu, lakini hakutokea kwa bahati mbaya. Ni namna ulivyoandaliwa na wazazi wako, walimu wako waliokufundisha, na wale uliokutana nao maishani mwako, lakini na malezi ya mababa wengine waliokupokea. Mheshimiwa Rais anakumbuka simulizi yako moja ya kwamba wakati unataka kuwa padri, kabla hujaenda preform 1, ulikwenda, baba aliyekupokea akakupa sharti la kuanza kuwa katekista kabla ya kuanza preform 1. Mtu mwingine angekula kona, lakini wewe ulikomaa. Vijana wa mjini wanasema uliamua, ukawa katekista kabla ya kwenda preform 1, na baadaye ndoto uliyokuwa nayo ya kuwa padri ukaifikia. Na katika hali ambayo ni ya kushangaza, Mashamba Baba Askofu Romanus Elamu Mihali, siku ya kuwekwa ya upadirisho wake, ilitokea mama mmoja mjamzito alikuja kwenye tukio lile, akashikwa na uchungu, akajifungua wakati anapadirishwa, na mtoto yule akapewa jina la Romanus. Manake ni kwamba kazi yake ilikuwa na baraka kutoka kwa Mungu, na ni kwa sababu ulipenda kuitikia wito na Mungu akakupa zawadi. Na ndio maana umeona leo Mashamba Baba Askofu, Mungu ameamua kutusafishia na anga ili shughuli yako ifanikiwe. Hongera sana. Naomba niwapongeze sana wazazi wako waliokulea na kukufanya kuwa mtu rahimu, mtu mwema unayejali wengine. Nimesoma mengi kukuhusu, nimesikiliza wengi wakikuelezea. Hakuna hata mmoja aliyeniambia jambo tofauti na yule aliyetangulia. Wote wameeleza sifa hizo, kwamba Mashamba Baba Askofu anastahili, na mtakatifu, Baba Mtakatifu alivyokuteua kwa kweli alipatia. Tunakuombea kwa Mungu na tunawapongeza sana wote waliokusaidia wewe kuitikia wito wako. Naomba vile vile waumini wenzangu mpokee salamu nyingi kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye yuko safarini kwenda kwenye maziko ya Baba Mtakatifu. Nilituma salamu nyingi wakati huo akiwa huko, akaniambia nikupe pongezi nyingi na salamu zake, anakutakia kila laheri kwenye majukumu mapya. Naomba vile vile upokee salamu za upendo kutoka kwake Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye yeye alikuwa kwenye ziara mkoa wa Mwanza huko Ukerewe. Alijua ratiba hii na yeye amenituma nikufikishie salamu hizi. Ndugu zangu waumini, mtakumbuka kwamba ili jambo hili liweze kufanyika, tuna mtu mmoja ambaye amepongezwa na wengi sana. Naomba na mimi mnikubalie nimshukuru na kumpongeza sana Mashamba Baba Askofu Tassius Ngarekumtwa, ambaye ameliongoza jimbo hili la Iringa kwa miaka 32. Lakini kabla ya kuwepo Iringa, mwezi Januari 1993 alikuwa askofu mwandamizi wa jimbo la Sumbawanga kwa muda wa miaka 4. Kwa hiyo Baba Ngarekumtwa amehudumu kama askofu kwa miaka 36, umri wa mtu mzima, na kama padri kwa umri wa miaka 52. Mtumishi wa umma amebakiza miaka 8 tu kustaafu. Yeye amehudumu katika kazi ya kuitikia wito. Nataka nikupongeze sana baba, kwanza kwa utumishi wako uliotukuka kwa jimbo hili la Iringa, na baadaye kuzalisha jimbo jingine la Mafinga. Umekuwa baba mwema kwa wengi. Tumeona wajukuu zako hapa na vitukuu wako walivyokuwa wakiimba na kukushangilia siku ya leo. Mimi binafsi nilikufahamu,
wakati nikiwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino. Utakumbuka chuo hicho kilikuwa na matawi yake, na mimi nilikuwa rais wa vyuo vyote. Nikaja, wewe ulikuwa mwenyekiti wa governing board ya Ruko. Ulitupokea, ukatuambia fanyeni kazi moja ya kusoma. Mkisikia watu wanagoma ujue hawakwenda kusoma. Baba, nakumbuka ujumbe ule na bado unaishi akilini mwangu. Nataka nikupongeze sana. Tutakumisi kwenye homilia zako. Hakuna homilia hata moja niliyowahi kusikiliza ama kufuatilia ambayo katikati yake hukuimba. Uliimba wimbo mmoja, wakati mwingine nyimbo mbili. Ulipenda kuimba na kuamsha wanaolala wakati wa ibada. Tutakumisi sana. Lakini kwa sababu bado upo, tutaendelea kujifunza kwako. Umezalisha wengi kuwafanya kuwa watumishi wa Mungu. Ninaamini watafata nyendo zako na nyayo zako. Na hili alilolisema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, unyenyekevu wako umeonekana hapa. Jamani, kwa kawaida mwanadamu angependa kuchukua pointi zote tatu. Baba alivyokuja hapa wakati anazungumza, akasema mimi nimefanya kazi, inawezekana, tena anajipa renki ya madhaifu mengi ambayo mimi sijawahi kuyaona. Na akasema kwa moyo wa unyenyekevu, kama yapo mniachie mimi. Moyo huo umetufundisha wengi, ni darasa kubwa la kuwa wanyenyekevu. Baba, kwa dunia ya leo angekuwa mwingine, hapa pangechimbika, angeanza. Wakati nikiwa askofu walikuwa 60 tu, nikafanya wakawa 200. Angezungumza, na kwa sababu ya miradi hii amekusaidia sana makamu wa rais wa baraza la maaskofu kueleza yale uliyoyapitia. Lakini wewe umezungumza kwa kidogo, lakini huku ukiwaachia wanadamu wajue kuwa wewe ni mwanadamu, kama kuna madhaifu wa kuachia. Baba, nataka nikuhakishie, mimi mwenyewe nimejifunza kwako na nakuombea kwa Mungu. Mungu akubariki sana. Kwa Wanairinga na waomba muendelee kumwenzi mzee huyu, muendelee kumuombea baba huyu. Wakati fulani mkimwona yuko nyumbani, mtembeleni, mtieni moyo. Amepumzika kazi ya kuwa askofu wa jimbo, lakini hajapumzika kazi ya utumishi wa Mungu. Ataendelea kuwasikiliza wale wenye matatizo, ninaamini hata wanyima nafasi ya kuwasikiliza. Baba, nakutakia kila laheri katika kupumzika kwako. Umetuachia jimbo likiwa salama chini ya mwanao kijana wako Romanus Mihali, askofu mpya wa jimbo, na mimi nina hakika tutaendelea kumuunga mkono. Ndugu waumini, nimeguswa sana na kauli mbiu ya uaskofu iliyonukuu kitabu cha Injili cha Yohana 15 aya ya 12 inayosema mpendane kama mimi nilivyowapenda ninyi. Hii ni amri muhimu sana, tena ya maana sana katika maisha ya kila mmoja. Kila aliyesimama hapa amezungumza upendo. Mesikiliza hotuba hata ya balozi wa Vatican hapa nchini, amenukuu kupendana sisi kwa sisi. Ukimpenda mwenzio hutamtamania mabaya, utatamani afanikiwe. Na zaidi sana, ukiwa kiongozi, ukiwapenda wale unaoongoza, utawatamani wapate kilicho bora zaidi. Nilisikiliza homilia ya baba yetu Cardinal Pengo, amezungumza kuwa uaskofu ni utume. Na Yesu alisema kwamba nendeni, wale watakao wasikiliza ninyi watakuwa wamenisikiliza mimi. Naomba nirudie hilo. Wale watakao wasikiliza mababa hawa watakuwa wamemsikiliza Kristo mwenyewe, kwa sababu hawa ni mitume wake. Niwaombe waumini wote wa Iringa na maeneo mengine, tuwape ushirikiano viongozi wetu, tuwasikilize miongozo yao. Mhashamu askofu aliyesimikwa leo, ambaye wote tumeshuhudia hapa akilala kifudifudi kwa unyenyekevu kupokea kazi ya Mungu, anategemea sana ushirika wenu kwenye kazi hii. Ningetamani kumwona baada ya kuwa amepata kazi hii aendelee kuwa kijana kuliko jana. Mumtunze, mumtie moyo, muwe sauti za kumfanya songa mbele. Baba, kundi lako tuko nyuma yako. Duniani hapa kuna sauti mbili, sauti za wavunja moyo na sauti za watia moyo. Wairinga, chagueni kuwa sauti za watia moyo. Mumtie moyo askofu wetu ili kanisa letu liweze kwenda mbele. Baba, unaongoza wanadamu, hauongozi malaika. Watatokea wengine hawaelewi wito wetu na kukuomba uwavumilie, uwape muda tena. Kuna wengine watakuja hapa watataka kukufundisha wewe, wasikilize polepole, lakini waonyeshe wewe ni askofu, wanapaswa kukutii. Naomba nikutakie kila laheri
kwenye kazi hii kubwa unayoifanya. Napoenda kumalizia, Mwashamba Baba Askofu, naomba niwakumbushe tena Watanzania wote kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Nchi yetu itaingia kwenye zoezi kubwa la uchaguzi wa bunge pamoja na madiwani. Kwa heshima kubwa na unyenyekevu mkubwa, nitumie fursa hii kuwaomba viongozi wa kanisa kama mlivyoahidi hapa, na mimi nimefurahi sana, na Mheshimiwa Rais nitamwambia ni ahadi ya kanisa kuendelea kuliombea taifa letu liwe na amani. Taifa letu katika kipindi hiki tunaweza kutofautiana mitazamo, tunaweza kutofautiana namna tunavyoangalia mambo, lakini kamwe tusitofautiane tukagawanya Utanzania wetu. Tubaki kuwa wamoja. Kuna maisha baada ya uchaguzi. Imani yangu ni kwamba kila yoyote atatimiza wajibu wake. Na ujumbe aliousema makamu wa rais wa baraza la maaskofu, jamani, ngojeni niwaambieni, askofu akisema jambo hajibiwi. Hapa ni amina. Baba, nimepokea amina yote hiyo yasema. Lakini jambo moja ambalo na uhakika nalo, rais wetu amekuwa kinara wa kutamani Watanzania tuwe pamoja. Kama tungechukua muda kidogo tukakumbuka alivyopokea nchi, hali tuliyokuwa nayo, na hata alivyosema tuanzishe kukutana na kujadiliana masuala yanayohusu nchi yetu. Nataka niwahakishie Watanzania wote, Dr. Samia Suluhu Hassan, na hata juzi wakati wa hotuba yake ya miaka 61 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, alirudia kauli hiyo kwamba yeye na serikali yake atahakikisha kuwa uchaguzi huu unatuacha salama, unabaki kwa wa uhuru na haki. Na sisi tulio wasaidizi wake tutasimamia maneno hayo kwa nguvu zetu, na tena tumepata na wito kutoka kwako Baba Askofu, umetuongezea nguvu ya kuyasimamia haya. Nataka niwaombe wote tulio kwenye siasa, tuamini pia kuwa nchi yetu inaendeshwa na sheria. Tuzingatie sheria wakati wote tunapotekeleza majukumu yetu, kwa sababu kama hakuna sheria hatuwezi kupeleka taifa letu mbele. Baba Askofu, nataka nikuhakikishie kuwa yote mlioyasema nitayachukua kama yalivyo, nitampelekea Mheshimiwa Rais, na yale ambayo yanaanguka kwenye dawati langu tutaanza kuyafanyia kazi mara moja. Bahati nzuri wazee anayesimamia uratibu tuko naye Mheshimiwa Rukuvi, yatafanyiwa kazi yote, kwa sababu kwa kweli tukubali tukatae, lazima Watanzania waseme wanachokiona mahali fulani, lakini ni muhimu pia tukubali ukweli kwamba kazi kubwa imefanyika. Naomba Baba nikutakie kila laheri unapoendelea na majukumu haya, na mimi nirudie tena kuwashukuru kwa dhati viongozi wote wa kanisa, waumini kwa kunikaribisha kwa upendo wenu na umoja mliokuwa nao. Mwashamba Baba Askofu Romanus Elamu Mihari, Mungu akulinde na kutunze, utimize majukumu yako kama yalivyolitiwa na Mungu. Akutunze na akupe afya njema wakati wote. Tunatamani kukuona, tukutane na wewe tena tukisherekea uaskofu wako miaka 20, 25 na kadhalika, ili tuendelee kumtukuza Mungu kwa kazi aliyokupa. Kwa ndugu zangu viongozi wa serikali na wananchi wa Iringa na waumini wote, naomba tuendelee kushikamana, tuwe taifa moja, tuungane. Na tukiungana kwa pamoja tutaona dosari kwa pamoja na tutazitatua kwa pamoja. Niwatakieni kila laheri. Sisi nikafanana na mhubiri mmoja, alikuwa anahubiri, akawa anaongea, wakaanza kuondoka mmoja mmoja. Baadaye akabaki mama mmoja, akamuuliza mbona umebaki peke yako? Akamwambia hata mimi ningeondoka, ni kwa sababu umekanyaga kanga yangu. Sasa na mimi nimesimama hapa muda mrefu, sije nikawakwaza mkaanza kuondoka mmoja mmoja. Niwashukuru sana, tumtakie kila laheri baba huyu ili afanye kazi yake. Baba, Mheshimiwa Rais amenituma zawadi ndogo kwako, na naomba niilete kwako kama tulivyoelekezwa na Katibu Mkuu wa TEC pamoja na waandamizi wote wa serikali. Muungane hapa tufanye hili zoezi haraka ili ratiba iweze kuendelea. Baada ya kusema hayo, Mungu awabariki sana. Tumsifu Yesu Kristo. Msikilizaji mpendwa, msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kristo nyumbani mwako, pamoja na radio washirika, radio. Wakati viongozi wetu wa serikali
wanaendelea kumpongeza baba askofu wetu mpya